Bana, tuangazie taarifa upande wa habari za siasa ambako tunaarifiwa kwamba Mange yeye amefunguka mazito na ametoboa siri ukweli kuhusu sakata la Msigwa kurudi katika chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Wengi wameshangaa. Sasa ni yapi ambayo yamejiri? Basi usiache kusikiliza mpaka tamati ili tuweze kujua kwa undani kabisa hili limekaa vipi. Unajua bana, baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2015, siasa za Tanzania ziliingia kwenye kipindi cha mabadiliko makubwa sana ambacho kilibadilisha mizani ya ushindani wa vyama vikuu. Baadhi ya wanasiasa waliokuwa na ushawishi mkubwa sana ndani ya CCM tuliwaona wakihamia upinzani, hasa Chadema, hatua ambayo ilizua mshtuko mkubwa sana wa kisiasa wakati huo. Sasa tutakumbuka kwamba miongoni mwa waliotajwa kipindi hiko ni Edward Lowassa, lakini pia Frederick Sumaye, ambao ujio wao upinzani uliibua matarajio mapya kwa mabadiliko ya uongozi wa nchi. Lakini baada ya muda, baadhi ya viongozi hao tuliwaona tena wakirejea CCM. Hatua hiyo pia ya kusameheana kisiasa imekuwa ikichambuliwa kwa mitazamo tofauti sana. Wako ambao wanaamini kwamba CCM haikufanya hivyo kwa sababu ya uhitaji wa moja kwa moja wa watu hao katika uongozi wa chama, bali kama mkakati mpana wa kisiasa wa kudhibiti nguvu ya upinzani na kurejesha ushawishi wa kisiasa kwa watu waliokuwa na mvuto mkubwa sana kwa wananchi. Sasa kwa mtazamo huo, hoja kuu ambayo inajitokeza hapo ni kwamba siasa za vyama vikubwa mara nyingi huendeshwa na kuzingatia mizani ya nguvu kwa kurudisha baadhi ya waliokuwa wamehama chama tawala, na chama tawala pia kinaweza kuondoka na kuondoa kasi ya nguvu ya upinzani ambayo ilijengwa kupitia viongozi hao. Hata hivyo, wachambuzi wengine wanapinga mtazamo huu rahisi, wakisema kuwa uamuzi wa kurudisha wanachama waliowahi kuhama pia unaweza kutokana na mantiki ya maridhiano ya kisiasa, uzoefu wao na mahitaji ya kuunganisha makundi ndani ya chama. Lakini sasa kwa upande wa Chadema, mjadala unaendelea kuhusu namna bora ya kushughulikia viongozi ambao wanaweza kurejea baada ya misuguano ya kisiasa au kuhama kwa muda. Wafuasi wa mtazamo wa tahadhari wanaona kuwa ingawa upokeaji waliorejea unaweza kuimarisha idadi na uzoefu wa chama, lakini kuna hatari kubwa ya kuwapa nafasi nyeti katika kudhibiti kuwa viongozi uaminifu, mshikamano wa muda mrefu ndani ya chama. Hapa ndipo hoja ya usimamizi wa nafasi za uongozi inapochukua nafasi kubwa katika mjadala wa kisiasa. Wengine wanaona kuwa mfano wa CCM baada ya 2015 unaonyesha kuwa kurudisha wanachama hakuhitaji moja kwa moja kuwapa nafasi za juu za uongozi, bali kuwapokea ndani ya mfumo huku akipimwa upya kwa muda. Hii hutumika kama njia kulinda muundo wa ndani wa chama na kupunguza hatari za migogoro ya madaraka. Katika mjadala ambao uliwahi kuibuliwa pia kwenye mitandao ya kijamii kupitia chapisho la Mange Kimambi kwenye mtandao wa X, hoja hizi zimechochea zaidi maoni tofauti ya wananchi kuhusu uaminifu, maridhiano na mikakati ya kisiasa. Wachambuzi wa siasa wanasema mijadala kama hii huakisi changamoto ya vyama vya upinzani katika kujijenga dhidi ya chama tawala ambacho kina historia ndefu na mifumo imara ya ndani. So kwa ujumla, wataalamu wa siasa wanaeleza kuwa swala la kurudisha wanachama waliowahi kuhama si la kihisia pekee, bali ni la kimkakati na linaweza kuleta nguvu mpya au kuleta changamoto za uaminifu na mgawanyiko wa ndani, kutegemea namna linavyosimamiwa pia. Sasa hata hivyo, vyama vya siasa vinahitajika kuwa na mizani kati ya maridhiano na ulinzi wa nafasi nyeti za uongozi ili kuepuka athari za muda mrefu katika ushindani wa kisiasa.